Dunia ni sehemu ya ajabu, ni sehemu iliyojaa mambo mbalimbali ya kushangaza, iliyojaa rekodi nyingi za kutisha, kuhuzunisha na kufurahisha. Lakini leo tutaangazia marais watano hatari zaidi duniani. Baki nasi hapa hapa. Rais namba 5 ni Petro Poroshenko. Huyu ni rais wa Ukraini. Alizaliwa mnamo 26 Septemba 1965. Ni rais wa 5 wa sasa wa nchi ya Ukraini tangu mwaka 2014. Alikuwa waziri wa mambo ya nje kutoka 2008 hadi 2011 na kama waziri wa biashara na maendeleo ya uchumi mwaka 2012. Kuanzia mwaka 2008 hadi 2013, Poroshenko aliongoza baraza la taifa la benki ya Ukraini na sasa ndiye rais wa Ukraini, akitajwa kuwa mmoja wa marais katili sana kwa wananchi wake na wapinzani nchini Ukraini. Huyu ni Poroshenko katika nafasi ya 5. Namba 4, Nicolas Maduro Moris. Aliyezaliwa mnamo tarehe 23 Novemba mwaka 1962. Ni mwanasiasa wa Venezuela ambaye ametumikia kama rais wa 63 wa taifa la watu wa Venezuela tangu mwaka 2013 na aliwahi kuwa chini ya rais Hugo Chavez kama waziri wa mambo ya nje kutoka mwaka 2006 hadi mnamo mwaka 2013 na kama makamu wa rais wa Venezuela tangu 2012 hadi 2013. Nicolas Maduro Moris Aprili 2013 alichaguliwa kuwa rais wa mpito wa Venezuela ili kukamilisha kipindi cha mpito cha Rais Hugo Chavez ambaye alifariki Machi. Baada ya kutumikia kama makamu wa rais Oktoba 2012 mpaka Machi 2013, Maduro akawa rais wa muda mfupi baada ya kifo cha Chavez. Maduro ni mshirika mwenye bidii wa Chavismo, mfumo wa kisiasa na itikadi iliyoanzishwa na Chavez. Maduro alikuwa mgombea wa chama cha umoja wa jamii cha Venezuela, Partido Socialista Unido de Venezuela, PCUV, katika uchaguzi maalum. Huyu ni Nicolas Maduro, rais wa Venezuela. Namba 3, Omar Hassan Ahmad al-Bashir. Alizaliwa Januari 1, 1944. Ni mwanasiasa na rais wa 7 wa Sudani ya Kaskazini na mkuu wa chama cha taifa. Alianza mamlaka mwaka 1989 kama brigedia katika jeshi la Sudani. Aliongoza kundi la maafisa katika mapinduzi ya kijeshi ambayo yaliondoa serikali ya kidemokrasia iliyochagulia waziri mkuu Sadiq al-Mahdi baada ya kuanza mazungumzo na waasi huko kusini. Wakati huo amechaguliwa mara 3 kama rais katika uchaguzi ambao umechunguzwa kwa rushwa nyingi. Mwezi Machi 2009, al-Bashir alikuwa rais wa kwanza kuhukumiwa na mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kwa kudai kuongoza kampeni ya kuua, mauaji, kubakwa na kuiba dhidi ya raia huko Darfur. Wakati wa urais wake kumekuwa na migogoro kadhaa ya vurugu kati ya wanamgambo wa Janjaweed na vikundi vya waasi kama vile Jeshi la Uhuru la Sudani SLA na Umoja wa Haki Sawa JEM kwa njia ya vita vya kijeshi katika eneo la Darfur. Huyu ni rais wa Sudani Omar Hassan Ahmad al-Bashir. Namba 2, Bashar al-Assad. Anajulikana kama Bashar Hafez al-Assad, rais wa Syria aliyezaliwa Septemba 11, 1965 katika mji wa Damascus nchini Syria. Baba yake Hafez al-Assad alizaliwa katika familia maskini na ndiye aliyefanikiwa kufufua tawi la chama cha Kiarabu cha Kishoshalisti cha Baasi nchini Syria, ambapo baada ya mapinduzi ya mwaka 1970 aliongoza nchi hiyo. Ufanisi na umakini wa Hafez al-Assad katika historia ya Syria kama kiongozi ndio uliompa jina la Simba katika mataifa ya Kiarabu. Alipata elimu ya msingi na sekondari katika shule yenye mchipuko wa lugha za Kiarabu na Kifaransa, shule alihuria katika mji wa Damascus. Mwaka 1982 alihitimu sekondari na kwenda kusoma ufamasia na matibabu katika chuo kikuu cha Damascus. Mwaka 1988 Bashar al-Assad alihitimu kozi hiyo na kufanya kazi kama daktari katika hospitali ya jeshi 20 iliyoko nje kidogo ya mji wa Damascus. Huyu ni rais wa Syria Bashir Hafez al-Assad.
Namba 1, Kim Jong-un, kiongozi wa Korea Kaskazini. Kim Jong-un ni mtoto wa 5 na wa mwisho katika uzao wa Kim Jong wa pili, rais wa pili wa Korea Kaskazini. Kim Jong-un anataja kuwa mmoja wa viongozi wenye msimamo mkali hasa kwa nchi za magharibi, na hadi sasa ameimarisha nguvu za nyuklia za silaha za Korea Kaskazini na anainyima usingizi Marekani. Ni jenerali pekee duniani aliyepata cheo hicho bila uzoefu wa kijeshi. Kipaji, akili na kujituma ndio vilimfanya kuwa jenerali licha kutokuwa na mafunzo wala uzoefu wowote wa masuala ya kijeshi. Labda ni kwa sababu Kim ni shupavu na jasiri wa kuzaliwa na sio wa kujifunza, na anapenda zana za nyuklia kuliko zana nyingine za kijeshi. Bwana Kim Jong-un alimhukumu kifo kamanda msaidizi wa jeshi la wananchi kwa kosa la kuhudhuria msiba wa baba yake akiwa amelewa. Amri aliyoitoa ni kwamba anyongwe na usibaki hata unywele wake. Kim Jong-un pia alitoa hukumu ya kifo kwa mjomba wake kwa kile kinachodaiwa kuwa kosa la ubadhirifu wa mali ya umma na harakati za kupindua nchi. Huyu alivuliwa nguo na kutupwa katika banda la mbwa mkali waliomzika katika matumbo yao.